بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kwa chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea madarasa haya ya Safina an-Najah katika fiqh, na tumefika katika sababu za sujudu sijda ya sahau, sio? Tasoma faslun asbabu sujudu sahwi سجود السهو. أسباب سجود السهو أربعة. سجود السهو أربعة. الأول ترك بعض من أبعض الصلاة أو بعض البعض. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. أسمع الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فصل kile kigawanyo asbabu sujudi sahwi, sababu za sijda ya sahau. Sababu ya sijda ya nini? Ya kusahau. Sawa. Hapa asema shekhe sababu za sijda ya sahau, lakini uhakika wa mambo ni kuwa si lazima iwe kusahau peke yake, bali mapendeleo hapa ni mapungufu yoyote yaliyoko katika swala. Unaweza kuwa na mapungufu fulani katika swala, basi yakitokea haya mapungufu manne ambayo atayataja, basi ni sunna ufanye nini? Usujudu sijda ya sahau. Kwa hivyo si ati ukisahau tu, la, kuna baadhi ya masaili hapa tutaeleza hata kama umefanya kwa kusudi. Tamam, lakini imezoeleka inaitwa sijda ya kusahau, manake mara nyingi sababu yake ni kusahau mambo fulani. Naam. Kwa hiyo si ati itoje sijda ya sahau. Sijda ya sahau ni kwa ajili ya kusahau peke yake, la, ni kwa hizo sababu nne ambazo tutafanya nini, tutazitaja. Sawa? La ilaha illallah. Wenyewe wana kawaida wanakuambia mfano kuna vitu huitwa kulingana na kitu kimoja kilichoko ndani. Yani vipi? Mara nyingine tunaweza kuita madrasa, lakini madrasa ndani kuna choo ama kuna choo? Kuna choo. Ile choo ni madrasa. Lakini kwa nini ile sehemu inaitwa madrasa? Kwa ajili kuna madarasa yanaendelea pale. Ushanielewa? Kwa hivyo kwa ajili ya ile kitu ambayo ndio imeghilibu ile sehemu, ndio ina nguvu zaidi, basi ile sehemu yote imeitwa ni madrasa. Sasa hii sujudu ya sahau, kwa sababu mara nyingi ni kwa ajili ya kusahau kitu, ndio ikaitwa sijda nini, lakini si ati sababu zote ni za kusahau. Sijui kama hiyo ndio mama madhubuti, hiyo ndio mama. Tunaweza kusema mfano kwenye tashahudi ndio ile atahiyat, sio? Kwa nini kaitwa tashahud? Na shahada ni zile mbili tu, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Kwa nini? Ile ndo yenye nguvu, ndo asli. Umeelewa? Ingawa kuna atahiyat, kuna al-mubarakat, lakini imeitwa at-tashahhud. Taban wengine wanaita atahiyat pia nani. Tamam, asbabu sujudi sahwi. Kisha jambo ambalo tutanabahisha pia, uzuri wa fiqh, jambo ambalo tutanabahisha pia ni kuwa sijda sahau ni sunna katika swala. Sawa? lakini pia ni sunna katika sijda sahau na sijda tilawa.
Afwan, ni sunna katika sijda ya tilawa na sijda ya shukri. Unajua sijda ya tilawa ni ipi, sio? Tilawa sunna ambao wasjudu waqtarib. Utasujudu sio? Huwa ni sunna useme Allahu akbar. Kisha usujudu. Ukifanya moja ya hivi vitu ambavyo hapa tutavitaja, basi ni sunna kwa ajili ya yale makosa usujudu sijda nini? Ya sahau. Ambapo sijda tilawa sijda ngapi? Moja. Lakini ukikosea katika haya mambo ambayo tumeyataja hapa, basi inakuwa ni sunna usujudu 2 sijda ya sahau. Haya, lete. Naona bado una wasiwasi. Bado sijapata vizuri. Mfano mimi nimesujudu, nimesoma wasjudu waqtarib. Kisha nataka sasa kusujudu sijda tilawa. Sema Allahu akbar. Nikasujudu sijda tilawa. Kisha kukatokea kosa ama moja ya hizi sababu 4 ambazo tutazitaja. Kukatokea, tutakwambia sasa keti. Maana ukiketi huwa kupiga salamu. Kabla ya kupiga salamu ni sunna usujudu sijda ya sahau. Haya, basi wacha nikupe mfano. Katika sababu hapa tutataja mfano ni mtu kuzungumza kwa neno moja bahati mbaya. Mtu kuzungumza kwa neno moja bahati mbaya, maskini hakujua. Allahu akbar. Sasa umesujudu sijda tilawa. Allahu akbar. Kisha ukasujudu, sio? Ukasujudu. Mara mtu akabisha. Nani? Umejisahau maskini. Nani? Pale uko kwenye sijda. Si pale sasa umetamka neno ambalo kwa ajili umetamka kwa kusahau, swala haibatili. Ama ile sijda tilawa haibatili. Lakini lao ungefanya kusudi ile sijda tilawa itabatili. Sasa wewe hii ni sababu ya kusujudu sijda ya sahau. Utaketi. Sasa wewe ukiketi asili ni wafaa kutoa salamu, umemaliza sijda tilawa, lakini tutakwambia maadamu ulifanya jambo kwa kusahau lile, basi sunna sasa usujudu mara 2 nyingine. Si sunna usujudu mara 2 nyingine. Hii ni sijda ya sahau. Yaani maana yake sijda ya sahau si sunna kwenye swala tu, bali hata kwenye sijda ya tilawa na pia kwenye sijda ya shukr. Tuko pamoja? Wazi? Ambia zuri fiqhi raha. Asema Sheikh al-awwal. Na una swali? Unaweza katika yani pengine ile sija ya shukuru ni ile tu yani kuna neema fulani imetokea muhimu yani kuna neema fulani imetokea, si neema ya kukaririka kuna neema fulani imetokea kwa kama mtu mwingine. Mtu mwingine umesikia mtu mwingine amezaa, mashaallah, piga sijda shukuru. Umepata zare pesa nyingi, wewe unaona ile ndio neema, marhaba, piga si. Kuna mtu alikuwa mgonjwa akapoa, piga si. Na pengine unasoma Qur'ani si katika swala, unasoma Qur'ani sasa umefika wasiku wa karibe, umeenda ukasujudu, lakini pia vile umekumbuka kwamba pia hii mimi kwa sababu pengine sijasoma kwa muda mrefu Qur'ani, mimi nashukuru kwa vile pia Mwenyezi Mungu amenifikia mimi kusoma Qur'ani, naamua kupiga tena hiyo shukuru. Unaweza kufanya Mungu amekuafikia ufanye khairi, piga ni sijda shukri. Mungu amekuafikia ufanye khairi, piga sijda shukri. Bora iwe ni neema ambayo inadhihirika, lakini hiyo itakuwa ni sijda tu shukri, si sijda tu tilawa. Nimekwambia yani hapo kwa hapo yani. Sawa. Na huwa ni 2. Sijda tilawa moja. Shukri. Moja pia. Moja pia. Haya, asema Sheikh al-awwal, ya kwanza tarku ba'd min ab'adhi salati au ba'd al-ba'd. Ya kwanza ndio ni kuacha baadhi. Sasa tunasema tu nini kwanza kwa Kiswahili kwanza kisha ndo tuchereshe. Al-awwal, ya kwanza tarku ba'd ni kuacha baadhi min ab'adhi sala, katika vitu ambavyo vinaitwa ab'adhi sala, katika sehemu ya swala. Kuacha, tarku ni kuacha, tarku ba'd ni kuacha baadhi, min ab'adhi salati, katika baadhi ya swala, au ba'dhi al-ba'dhi, au baadhi ya baadhi. Nini maana ab'adhi salati? Yeye atakuja ataieleza katika fasli inayokuja, atakwambia ab'adhi salati 7. Ab'adhi za swala, yani hivi vitu ambavyo hapa ameviita ab'adhi ni vitu 7, ni sunna aina fulani. Sunna za swala zinagawanyika vigawanyo viwili. Kuna sunna zinaitwa hayati na nyingine zinaitwa nini? Ab'adhi. Sunna zinaitwa hay'a na kuna sunna zinaitwa nini? Ab'adhi.
Kuna sunna zaitwa ab'adh na kuna sunna zaitwa hay'at. Sunna hay'a kama kuweka mkono, ile ni hay'a. Ukiwa umewaswali pale Allahu akbar, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, ile kuweka mkono hapo kwenye kifua, ile ni hay'a. Sawa, lakini kuna sunna ambayo ni ba'dh ama ab'adhi. Ab'adhi sasa atazitaja inshallah, sawa? Kwa hivyo hakuna hapa hatuto refusha. Athani ya pili. Sawa? Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa hivyo ukiwacha hizi sunna ambazo zaitwa ab'adhi wala umoja ama baadhi ya sunna, yani nitakupa mfano ab'adhi ni tashahudi ya kwanza. Tashahudi ya kwanza ni sunna. Swala ya dhuhuri tashahudi ya kwanza ni sunna. Inaitwa ba'dhun min ab'adhi salah. Ni baadhi katika zile baadhi ya swala, lakini ni sunna, si faradhi, si nguzo. Sasa basi ile tashahudi ya kwanza ukaketi wewe, ukiacha yote tutakwambia ni sunna, fanya nini? Usujudi sijda sawa mwisho. Hata kama utaacha kusudi, umeacha kusudi utaki, kwambia ina neno, lakini sunna mwisho fanya nini? Usujudu. Tumeelewana? Haya, umewacha hiyo, ni ukiwa umeiacha kamili ama umewacha kidogo, yani umeketi sema attahiyatu lillahi assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, badala umalize ukasema kusudi ama kwa kusahau, haina neno. Tutakwambia ni sunna mwisho ile kabla ya kutoa salamu fanya nini? Usujudu sijda sahau. Tumeelewa? Kwa hivyo ukiiacha kikamilifu ile sunna ama uache baadhi yake, tuko pamoja? Naona kama una swali. Athani ya pili asema fi'lu ma yubtilu amduhu, ni kufanya kitu kinachobatilisha ukifanya kwa kusudi. Fi'lu ma yubtilu amduhu ni kufanya kitu kinachobatilisha swala kwa kukusudia. Yani kitu utakifanya kwa kusudi kinabatilisha swala. Wala yubtilu sahuhu, na haibatilishi kusahau kwake. Akwambia fi'lu ma ni kufanya kitu, yubtilu amduhu inabatilisha kukikusudia kile kitu. Yani ukikifanya kwa kusudi swala inabatilika. Wala yubtilu sahuhu, na haibatilishi kusahau kwake idha fa'alahu nasiyan, akifanya kwa kusahau. Yani sababu ya pili ambayo inafanya sijda ya sahau iwe ni sunna ni ukifanya kitu ambacho hicho kitu lau ungekifanya kusudi kingebatilisha swala, lakini ukikifanya kwa kusahau hakibatilishi nini? Basi ukikifanya kwa kusahau, basi mwisho ni sunna fanya nini? Usujudu sijda ya sahau. Tumeelewa majana? Tumeelewa. Na hakika sasa nakwambia Kwa mfano, lakini kidogo mfano. Nitoe mfano. Mfano sasa ni kama ndio ile ambayo ninatoa kuzungumza kwa neno moja. Itakuja baadaye, baada ya kumaliza ab'adhu salat tuzungumza mambo yanabatilisha swala. Lakini tulizungumza kwenye risala. Kizungumza kusudi, ukizungumza kusudi hata kama neno moja, swala inafanya nini? Swala inabatilika. Lakini kwa kusahau tutakwambia mpaka takriban maneno 6. Ukizungumza mawili matatu haidhuru, manne, wengine wasema manne yanadhuru, wengine wasema mpaka masita. Wewe ukizungumza maneno manne kwa kusudi ama kwa kusahau ndio inaharibu, lakini maneno mawili ukizungumza kwa kusahau haiharibu, sio? Lakini sasa ukizungumza kwa kusudi hata kama ni moja, basi tutakwambia wewe katika swala lau utatamka neno moja kwa kusahau, si swala haibatiliki, lakini mwisho kabla ya kutoa salamu sunna fanya nini? Ushaelewa sasa? Ufanya jambo. Asema shekhe, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Ama kitu ambacho hata ukikifanya kusudi ama kwa bahati mbaya hakibatilishi swala, fahamiana. Kitu ambacho hakibatilishi swala, sawaan ukifanya kusudi ama bahati mbaya, basi si sunna ufanye nini? Usujudu. Si sunna. Mfano. Nafikiri tuliposoma kwenye risala tulijamia tulisema mtu akifanya haraka mara 3 swala inafanya nini? Ibatulika. Sasa mtu akifanya moja tulisemaje? Haina shida. Hata kufanya kwa kusudi, sio? Basi sasa wewe ufanye hivyo kwa kusudi. Je, ni sunna usujudu sijda sahau? La, kwa sababu gani? Kile ni kitu ambacho ukifanya kusudi haibatilishi swala, wala ukifanya kwa kusahau haibatilishi swala. Tuko pamoja? Tuendelee. Asema athalith, ya tatu. Nguzo ya tatu, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, ni kunukuu, ni kuigurisha. Ni kufanya nini? Ni kugurisha. Tuko pamoja? Ni kugurisha nguzo ya kimaneno.
ni kugurisha nguzo ya kimaneno ila ghairi mahalihi, kuipeleka sehemu ambayo si yake. Naqlu ruknin ni kugurisha nguzo qauliyin ya kimaneno ila ghairi mahalihi, kuipeleka sehemu ambayo si yake. Sawa, hata kama ni kwa kusudi, hata kama ni kwa kusudi. Yani mfano nguzo za maneno kama zipi? Kama Suratul Fatiha. Chuma kimerukuu, Allah amesoma Fatiha, amekwenda mkitashahudi, mkiti kwenye tahiyat, lakini fikra nyingi akiketi pale bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maraka shtuka. Inawezekana bwana fikra kwenye swala Allah subhanallah, shetani wafanya matezo Mungu atustiri. Sasa mtu akafanya hivyo, hukumu yake ni tuambia swala iko sawa, lakini sunna afanya nini? Asujudu sija sawa. Sunna sujudu sija nini? Sija sawa. sujudu haina nini? Ndio maana tumesema sunna bwana. Haya, ama piga Allahu akbar, ndio mingi kwenye swala, at-tahiyatu lillah, assalam network tu ya zimepotea, lakini swala iko sawa. Swala iko sawa, fikra ni nyingi. Allah, yawezekana bwana. Tena mtu akiwa na stress na nini, almuhim. Sawa, isipokuwa takbiratul ihram na salamu. Takbiratul ihram, ile takbira kwanza na salamu, akizinukuu kwa kusudi, swala imebatulika. Akizigurisha, yani yeye ameketi bado yuko kwenye rukuu, ukisema assalamu alaykum wa rahmatullah, tunaambia swala imebatulika. Ama ile takbiratul ihram ile, yani kwa mfano yeye amesoma Fatiha amemaliza, kisha akapiga takbira kwa nia ya kuwa hii ni takbira ya kwanza, tunaambia swala imebatulika. Umeelewa? Lakini akizileta kwa kusudi, kwa kusahau hapo, akileta kwa kusahau tunaambia haina neno, ni inaingia kwenye ile sababu ya pili. Akileta kwa kusahau, maana yake tutasema haya bwana, akileta salamu mapema amejisahau, maskini akaleta salamu huko amesimama, hukumu yake neno imeingia kwa ile sababu ya pili. Sababu ya pili tumesema ni kitu ambacho kinabatilisha ukifanya kwa kusudi, lakini ukifanya kwa kusahau hakibatilishi. Kwa hivyo yake ikifanya kwa kusahau, ni sunna afanye nini? Asujudu sija sahau, basi hiyo ni salamu. Tuko pamoja? Haya, الثالث ndio hiyo. Ya nne, arabi'u, ya nne nini? Asema iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyada. Iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali az-ziyada. Iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali az-ziyada, ni kuongeza nguzo ya kivitendo. Ni kufanya nini? Ni kuongeza nguzo ya kivitendo pamoja na uwezekano wa kuwa ile nguzo imeongezeka. Ma'a ihtimali ziyada, pamoja na kuwa ile inaweza kuwa ni ya zaidi. Umeelewa? Ama bado kidogo yani mfano mtu ameswali swali ya dhuhuri, akifika raka ya 4, yeye labda kwa akili yake ajiuliza, hii ni 4 ama 3 afafanya nini? Kile cha kutaja masala kama haya majai, ahisabu kama ambaye ameswali 3. Yeye anashaka ameswali 4 ama 3, afa kuhesabu kama ameswali ngapi? Kama atahesabu kuwa ameswali 3, basi tutamwambia ongeza moja. Ile atakayoongeza sasa yeye hajui hakika, lakini kuna uwezekano ile imeongezeka, kuna uwezekano ile ni ya 5. Ndio nasema kuna uwezekano, kuna uwezekano, sio? Ndio hii sasa. Ni ufanye kitu ambacho kile kitu kina uwezekano kuwa ni chazia. Basi hapa sasa itakuwa kuna uwezekano ile raka ni ya 5, sio? Si kuna uwezekano kwa ile swala ni ya 5. Basi tutakwambia utaongeza kama hivi tulivyosema, lakini ni sunna mwishowe ufanye nini? Usujudi sija nini? Ya sahau. Sawa? La ilaha illa Allah. Lakini hii ni ikiwa atashuku ule wakati wa kufanya kile kitendo. Ikiwa atashuku wakati wa kuongeza ile raka mfano. Lakini lao atashuku baada ya swala, amaliza swala, ama amemaliza ile itoje, mfano yani la ilaha illa Allah rasulullah, kile kitendo cha ambacho yeye alikuwa dhania, yani nikupe mfano, ameswali raka 4 akashuku, mimi nina swali 4 ama 5, atahesabu answali ngapi? 4. Bado hajamaliza swala, hajatoa salamu, yuko kwenye tashahudi, akajiuliza mimi yake kama ambaye nishaswali 5, sio?
Tutamwambia angalia, yani wewe umeswali 4 matano, ambaye sina uhakika. Inaweza kuwa na swali 4, inaweza kuwa na swali. Kwa hivyo sasa kuna kitendo amekifanya yeye, kuna ile raka ya mwisho yeye ashaifanya tayari. Kuna uwezekano ilikuwa ni sio, ni ya kuongeza, inaweza kuwa ile ni ya kuongeza, sio? Je, pale atasujudu, hapa pale asujudu. Kwa sababu tayari kile kitendo ashakifanya. Ile raka tayari ashaiongeza ama ashaiswali. Kwa hiyo haya mazungumzo haya ni ule wakati anapofanya kile kitu ambacho yeye mwenyewe anashaka nacho, labda ni cha kuongeza, labda ni cha ziada. Yani sasa yeye yuko katika sijda raka ya 3. Ataka kuamka, mimi niko raka ya 3 ama ya 4. Si sasa ndo ataamka, tutamwambia hukumu ya kifikihi ni usimame uongeze raka ya 4. Lakini kuna uwezekano ile si ya 4, ile ni ya 5. Ule wakati wa kuinuka si ana shaka. Tutamwambia basi kwa ajili wewe una shaka, ule wakati wa kuongeza ile raka pale ndo ni sunna, kisha mwisho wa swala usujudu sijda ya nini ya sahau. Lakini la wewe huna shaka, umeswali raka zako 4, umefika raka ya 4 kwenye tashahudi, wewe wadhani raka ya 4 kufika kwenye tashahudi ukajiuliza ya akhi kama mbele leo mimi naswali tutakwambia sasa angalia, wewe kuna kitendo umekifanya ambacho kina uwezekano kuwa ni cha ziada, lakini wakati ulipotanabahi, wakati ulipoingia na shaka, ni baadaye ama ni pale ulipokuwa ukikifanya? Ni baadaye. Basi si sunna ufanye nini? Sujud sijda nini? Sahau. Tumeelewa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nasema Sheikh faslun ab'adu salati 7. Ngoja kidogo. Haya, ab'adu salati 7. Soma. Ab'adu salati. Faslun fi ab'adu salati أبعاد الصلاة 7. التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على الآل في تشهد الأخير والقنوت وقيامه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه فيه. نعم. أسمع شيخ فاصل. Hiki ni kigawanyo. Ab'adu salati 7. Hizo baadhi sasa za swala ni ngapi? Ni 7, zile ambazo tumeziita ab'adu. Sawa? Na hizi zimeitwa baadhi. Ona kitu ikiwa ni baadhi ya kitu, yani kama ambaye ni yani zimekaribiana na faradhi. Zimekaribiana na nini? Kwa nini zimekaribiana na faradhi? Kwa nini zikaitwa baadhi? Zimeitwa baadhi kwa sababu ukiwacha ni sunna fanya nini? Basi zikiko kwa namna fulani kama ambaye zimefanana na faradhi. Ingawa si kama faradhi, maana faradhi ukiwacha swala isihi hata ukasujudu mara milioni. Tumeelewa? Kwa hivyo zimeitwa baadhi kwa sababu kidogo zimefanana na nini? Faradhi zenyewe ama uhakika wa swala wenyewe. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asema Sheikh, ab'adu salati 7. At-tashahhud al-awwal. Ya kwanza ni tashahudi ya kwanza, ndio ile tukasema. Na hii tashahudi ya kwanza hapa tunakusudia nini? Tunakusudia at-tashahhud al-awwal ni tashahudi ya kwanza. Tunakusudia nini at-tashahhud al-awwal? Tunakusudia ile lafzi ama yale matamshi ya wajibu. Kama ukumbuka nafikiri kwenye risala tuliyataja na hapa pia tuliyataja. Ile ya wajibu tu ile. At-tahiyyatu lillahi assalamu alayka ama salamun alayka ayuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bas. Hii ndio tashahudi ya nini? Ya kwanza. Hatukusudi at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu sawa? Hiyo ndio tashahudi ya kwanza. Kwambia at-tashahudul awwal ni tashahudi ya kwanza. Sawa? Wa qu'uduhu na kuketi kwake. Na kufanya nini? Na kuketi kwake. Kule kuketi pia ni katika baadhi. Sijui mtu anaweza kuuliza, lakini kuna haja gani kutaja kuketi? Yaani ikiwa mtu atatashahudi basi moja kwa moja atakuwa ameacha kuketi pia. Mwambia la. Mafukaha yani nakwambia hao maulama ndio nakwambia mwanzo kabla ya darasa kwa maulama wetu wamehudumia zaidi ni kwa namna ya kushangaza sana. Yani ni Mungu tu ndio amewapa taufiki. Subhanallah. Manake kila neno ama kila maelezo yana sababu kwa nini ameitaja pale. Sasa kwa nini ataje kuketi? Na tayari ushataja tashahudi ya manake mara nyingine mtu tuweza kumwambia wewe bwana lazima usujudu, ni sunna si lazima.
ni sunna sujud sijda sahau kwa kuacha kuketi tu, ingawa ile tashahudi huhesabiwi kwa umewa. Vipi? Wanasema mfano mtu ni bubu. Mfano mtu ikiwa ni bubu hawezi kusema tashahudi. Hawezi kusema tashahudi. Lakini ni sunna kama sunna. Ni sunna akiacha kuketi. Tunamwambia mwisho ni sunna sujud sijda sahau. Kwa nini sunna sujud sijda sahau? Kwa kuacha tashahudi. Maana tayari tashahudi ilikuwa habe, bali yeye ni sunna, yani ni sunna sujud sijda sahau kwa ajili ya kuacha kule uketi kwa ajili ya tashahudi. Subhanallah. Ile namna ambavyo yani manake mtu anaweza kusema yatosha tu kusema tashahudi al-awwal, hakuna haja kusema qud. La, ile qu'uduhu, ile kuketi peke yake pia ni sunna kivyake, sawa? Wa qu'uduhu, na kuketi, sawa? Wassalatu ala an-nabiy, na kumswalia ama na kumtumia salamu juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi, katika hiyo tashahudi ya kwanza. Katika hiyo tashahudi ya kwanza ni sunna ile tashahudi tulioeleza, kisha ni sunna uketi, na ni sunna umtumie nani? Bwana mtume salamu. Sema Allahumma salli ala Muhammad. Bas ule uchache, kumbuka tukisema uchache wa sala ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, sawa? La ilaha illa Allah. Kisha sema wassalatu ala al-ali, na kumswalia nani? Ali zake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hizi katika tashahudi ya kwanza akwambia fi tashahudi al-akhir. Angalia, fi tashahudi al-akhir, katika tashahudi ya nini? Ya mwisho. Wassalatu ala al-al fi, hapa kuna fi imekosekana, fi tashahudi al-akhir. Hapa kwa kuna fi imekosekana, kuna fi. Wassalatu ala al-ali fi tashahudi al-akhir, na kumsalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika tashahudi ya nini? Ya mwisho, sawa? La ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. La ilaha illa Allah. Ingawa ndio afite mchezo hii, ikiwa wewe swali peke yako huwezi kusujudu sija sahau kwa ajili ya kuacha hii. Kwa nini? Wewe wakati gani ndio wamswalia bwana mtume? Baada ya tashahudi, kabla ya kutoa salamu. Sasa ukisahau ukasema waacha ni sujudu, wewe tayari pale uko wakati wa kufanya nini? Uko katika sehemu ya kumswalia nani? Mswalie mtume utoe salamu. Afwan, mswalie mtume utoe salamu. Sio kama umenielewa? Haya. Kawaida kwenye swala utapiga tashahudi, kisha baada ya tashahudi ndio utapiga swala ya nani? Na bwana mtume, kisha ndio utatoa salamu. Tabana utapiga madua nini, kisha ndio utatoa salamu. Sasa mtu ambaye atasahau kumswalia mtume, maana yake ni nini? Amekumbuka kabla ya kutoa salamu. Sio? Ukikumbuka kabla ya kutoa salamu, tunakwambia usisujudu sijasahau kuwa ati hujamswalia mtume, mswalie hiyo time sasa. Sio? Kwa nini usujudu sijasahau? Bwana ninasahau. Sasa toa sasa. Mswalie sasa. Kitendo baada yake. Hakuna kitendo baada yake, kwa hiyo mswalie sasa. Kwa hivyo hapa kwa nini amehitaji? Wakati gani ndo ni sunna usujudu kwa ajili ya mtu ameacha swala ya bwana mtume? Wanasema, angalia vokali na mateso. Wasema lau kamsikia imamu yoswalisha, wewe wamsikia imamu, Allahumma salli ala Muhammad, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum. Yani wewe mwenyewe umemsikia huyu imamu hakumswalia nani? Ali zake mtume, pale utasujudu. Yeye akishatoa salamu, juzi wakumbuka ilipotokea pale baada ya alfajiri, nikamwambia nini hao? Nikamwambia imamu akikosea, hata kama yeye hatosujudu, wewe ni sunna usujudu kwa makosa ya imamu, sio? Baada yeye ashatoa salamu ni sunna usujudu. Ndo hapa sasa, ndo kama hivi. Kwa hiyo ukimsikia imamu yeye hakumswalia ali zake bwana mtume, basi tukwambia wewe fanya nini? Umeelewa? Si eti wewe mswalia, yani wewe sujudu kwa ajili ya imamu kuacha. Sawa? Wal qunutu wa qiyamuhu, na kupiga kunuti. Na kupiga nini? Kunuti. Kunuti hapa inayokusudiwa ni ile ya alfajiri. Kunuti tu ya alfajiri. Ile kunuti ya alfajiri mtu akiwacha ndo ni sunna sujudu sija nini? Sija sahau. Wal qunutu, na kunuti, wa qiyamuhu, na kusimama kwake. Afwan, si kunuti ya alfajiri peke yake, hata kunuti ya nusu ya pili ya Ramadhani, ya witri. Nusu ya pili ya Ramadhani ni sunna. Tuje tupige kunuti, tupige dua, Allahumma hadina fi man hadait, afina fi man afait. Pia pale ukiwacha ile kunuti mtu akisahau katika nusu ya pili, akisahau kunuti, basi ni sunna fanya nini? Asujudu sida ya sahau. Wal qunutu, na kunuti, wa qiyamuhu, na kusimama kwake, yani kwa hiyo kunuti, sawa?
wassalatu wassalamu, na kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wassalamu, na kufanya nini? Na kumtumia salamu ala nabii. Haiko hiyo kwako? Wassalatu hiyo. Walqunutu, walqunutu kisha hapa kuna kitu impungua. Walqiyamu, waqiyamuhu. Hapa utaandika waqiyamuhu. Anasema walqunutu waqiyamuhu. Kisha wassalatu wassalamu, na kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wassalamu, na kutuma salamu. Sawa? Kumswalia na kutuma salamu. Asema ala nabii, juu ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa alihi, na ali zake. Angalia, lau mtu atapiga kunuti na asiswalie ali zake, mwambie ni sunna fanya nini? Asujud. Amepiga kunuti ndefu lakini hakumswalia mtume, mwambie ni sunna fanya nini? Asujud. Wa sahbihi, na masahaba zake pia. Masahaba kwa mfano amepiga kunuti nzuri, hakumswalia, amemswalia mtume, ameswalia na ali zake, lakini hakutaja nani? Masahaba, basi ni sunna fanya nini? Ni masahaba. Mwisho sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi. Sasa asiposema wa ala alihi, tamwambia ni sunna sujud sijda sahau. Asiposema wa sahbihi ni sunna aseme sijda nini? Sahau. Umeelewa? Nasema wa sahbihi fihi, yani katika hiyo kunuti. Sawa? Kisha asema faslun mubtilatu salat. Naona hiyo tuweke kesho. Sawa. Kesho ni Jumaa. Leo Jumatano utaweza? Unajua unasema inshallah basi siku nyingine. Na mimi pia nafikiri naweza toka dawa kesho ikiwa watapanga kuna Abdul Karim. Inshallah. Sawa, inshallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.